patakatifu patakatifu, lakini hawezi kukaa patakatifu patakatifu kwa sababu kuna dhambi, kuna kutokuamini. Patakatifu patakatifu kwa mujibu wa hekalu aliloliona Musa, ambao nimesoma katika Waebrania 8:1-5, liliwasilisha roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu. Kwa hiyo unapoona kwamba kiti cha rehema kipo wapi? Kwenye moyo wa mwanadamu. You see? Unapozungumza kwamba Yesu Kristo ameketi katika kiti cha rehema, yuko wapi? Katika moyo wa mwanadamu. Unapoona kuhani mkuu anaenda kunyunyiza damu kwenye kiti cha rehema, ananyunyiza kwenye mioyo ya wana wa Israeli. Kwa hiyo wale wana wa Israeli walipokuwa wanaona lile hema, walikuwa wajioni wao. Lakini Musa alipowasilisha lile hema, alikuwa anawasilisha watu kwamba you people mmekataa kumwamini Kristo. Mashtaka dhidi yenu ni hema. Ni hema. Hii hema. Ni hema. Ndio maana unaona kwamba anasema ile damu inafanya utakaso kwa ajili ya patakatifu patakatifu. Kwa nini inafanya utakaso kwa ajili ya patakatifu patakatifu au inafanya upatanisho? Kama patakatifu ni patakatifu, ni kwa sababu patakatifu sio patakatifu, panahitaji kufanyiwa upatanisho.